kupigia niweze kufahamu safari yenu kutoka Dar es Salaam kuelekea Moshi ilikuwaje kumpumzisha mpendwa wenu James Temba. Tunafika salama na sasa hivi tuko hapa, ibada inaendelea. Ndio. Kwa tunakwenda haraka kidogo kwa sababu ya hali ya hewa ya mvua. Kwa ibada inafanyika nyumbani hapa. Yaani ni watu wanatoa salamu za pole, ndugu jamaa na marafiki kutoka Dar es Salaam. Ndio. Wanakuwepo hapa. Ndio. Inshallah tutamaliza mapema. Kila kitu kiko tayari. Na mnatarajia kumpumzisha saa ngapi na kwenye makaburi gani? Ni makaburi ya ukoo hapa nyumbani. Tuko nyumbani hapa kabisa. Sehemu ambapo ni kwa babu yake. Makaburi ambapo tunamzika babu. Kwa wajomba zake. Sisi wengi tu tunazika pamoja. Okay. Kwa kama mjukuu tunamweka hapa. Na mapokezi ya watu mbalimbali ambao wameguswa na msiba huu, ukizingatia jinsi ambavyo kijana huyu ameuawa, na watu wa Moshi wamewapokeaje? Ni majonzi tu kweli. Majonzi hiyo. Wengine hawaamini wasiku hapa kaburini yani. Hao vijana wenzake ambao walikuwa wanakaa nao kulikizo. Ndio. Wanalia tu yeye. Wao inaumuza tu kweli. Nitajivumilia sio kumaliza. Maisha mengine ndio. Neno lako ni lipi Mheshimiwa Temba kama kaka wa marehemu? Muumia. Mpendwa James, kijana mdogo, alikuwa na ndoto ambazo amesatisha wenzetu. Kwa hiyo ninasema tunamwachia Mungu. Tu Baba wa mbinguni. Poleni sana. Asante sana. Hali ya mvua ikoje? Manake hali ya hewa nayo imeonekana kama kuna mvua hivi. Mvua inanyesha asubuhi, ila sasa hivi imekatika. Ndio maana hata hivi tunaipeleka haraka. Maana hali ya hewa inabadilika. Mvua inyesha kwa kufai. Basi Mungu awatie nguvu katika hili kuhakikisha kwamba mnampumzisha mpendwa wenu kwenye nyumba yake ya milele. Asante sana ndugu yangu. Nashukuru sana Temba. Amina. Bana, ni Mheshimiwa Temba, mwanamuziki wa Bongo Flava kutoka Temeke, Dar es Salaam, akiwa Moshi kwa ajili ya kuweza kumpumzisha mdogo wake kwenye nyumba yake ya milele, ambapo mazishi yanafanyika kwenye makaburi ya ukoo pale nyumbani, na misa ibada inafanyika pale. Na ibada inafanyika, na baada ya ibada basi watampumzisha mpendwa wao kwenye nyumba yake ya milele, kuhakikisha kwamba wanakamilisha ibada ya mazishi. Sio bana? Na Mungu awatie nguvu kwa namna moja au nyingine. Wamesema kwamba safari yao ilikuwa ukienda haraka ili kuweza kufika haraka na kuweza kuhakikisha kwamba inafanyika ibada, na baada ya ibada basi wampumzishe mpendwa wao kwenye hayo makaburi ya ukoo, mambo mengine yaweze kuendelea, lakini mengine wamemwachia Mungu.